Filamu inaanza mwaka 1976 katika kisiwa ambacho kinaitwa Rampa. Ni mahali ambapo pametengwa kabisa na ulimwengu wa kawaida. Kisiwa hiki kina shule maalum kwa ajili ya marekebisho kwa wasichana waliowahi kufanya makosa mbalimbali huko kwao. Hapa tunamfahamu kijana mmoja anaitwa Pin. Yeye anampeleka msichana mmoja anaitwa Ing katika shule hiyo. Huyu msichana kaletwa eneo hili kwa ajili ya kuanzisha maisha yake mapya katika hii shule. Wakawa wamepokelewa na binti mmoja anaitwa Aim. Huyu Aim alikuwa anamfahamu Pin kwa ukaribu zaidi na ni mtu ambaye alikuwa anavutiwa naye kwa siku nyingi mno. Aim akawa ameeleza kwamba yeye hana siku nyingi sana, siku zake zimekaribia kuisha kabisa, hivyo ataondoka siku si nyingi katika hichi kisiwa. Hili jambo Pin lilikuwa limemfurahisha sana. Walipofika shuleni wakakuta wasichana wengine wanaendelea na kazi mbalimbali. Wasichana mara moja wakawa wameitwa, wakaenda moja kwa moja katika jengo kuu. Hapa ni kumkaribisha mgeni. Wakiwa hapa kuna mama mmoja alikuwa ametoka hapa. Huyu ndo msimamizi wa kila kitu katika hii shule. Huyu mama anaitwa Pratisana, akawa amejitambulisha kwa mgeni. Pia akaeleza kwamba kila mmoja hapa huwa anamuita kama mama, kwa hiyo na sisi tuishi na jina hilo hilo mama. Mama akawa amemtaka Ing ajitambulishe mbele ya watu wengine. Ing akawa amejitambulisha kwa kirefu kabisa, jina lake anaitwa Ingkwan. Yeye katoka mahali ambapo ni kituo cha watoto yatima. Mama akawataka wengine wampokee vyema huyu binti na wamfundishe sheria na taratibu zote za hii shule. Baada ya hapo Pin akawa amejiondoa hapo ili aondoke arudi mjini, lakini ghafla hali ya hewa ilikuwa imebadilika. Hili jambo lilikuwa limesababisha kijana safari yake isiwezekane kurudi mjini. Aim akamchukua Pin akampeleka moja kwa moja katika ofisi ya mama, ambapo Pin akaomba hifadhi ili aendelee kusalia eneo hili. Mama akawa amekubali, lakini akampatia sehemu ya kwenda kukaa mbali kabisa na eneo ambalo watoto wa kike wanakaa. Huyu kijana akawekwa katika mnara wa taa baharini huko. Baada ya Pin kuondoka hapo, mama akamuita Ing ofisini, akamuuliza kosa gani ambalo wewe umelitenda huko ulikotoka mpaka kuletwa katika eneo hili. Ing akasita, hakusema neno lolote. Mama akamwambia kwamba ulioyapitia katika maisha yako hayo sio muhimu tena, kwa sababu kila mtu aliyefika eneo hili amepewa nafasi ya kubadilika na kuanza maisha mapya. Je, upo tayari kuanza maisha mapya ukiwa hapa? Binti akawa amekubali kwa kichwa. Usiku wa kwanza kwa Ing akaonyeshwa kitanda chake ambacho atakuwa anakitumia eneo hili. Anatakiwa kuanza kuzoea kulala karibu na mende, na mende akiwa anapita hapa na harakati zake kama kawaida. Baada ya watu wote kuwa wamelala, kuna kivuli kimoja kikawa kimesimama karibu na kitanda cha Ing, kana kwamba kilikuwa kinamlinda ama kinamtazama. Ghafla Ing akawa ameamka baada ya kuwa amesikia kuna sauti za ajabu eneo hilo. Akaamua kwenda chooni. Akiwa hapo akaona kinyaa. Baada ya kukiona hichi choo kinavyofanana, mara akaanza kusikia kama kuna mtu anataka kufungua mlango. Akiwa ameshikwa na hofu, akaona kama kuna mtu anapanda upande wa juu. Mara akawa amemwagiwa uchafu wa chooni. Hili tukio kumbe kuna binti ambaye alilifanya. Huyu binti anaitwa Ploy. Yeye alilazimishwa afanye hili jambo. Kalazimishwa na nani? Na binti Aim, mtu ambaye alikuwa anaonekana mwema kweli. Alimlazimisha huyu binti Ploy kufanya hivyo, akimtishia kwamba atamnyosha kama atafanya hivyo. Mafunzo yakaendelea katika shule hii kama kawaida. Baadaye Ing akaenda moja kwa moja kuchota maji kisimani. Kwa bahati mbaya akawa amejijeruhi kidogo. Sasa akiwa hapo, kumbe Pin alikuwa karibu na ile eneo, akawa amejitokeza hapa kwa ajili ya kumsaidia. Akawa funga hilo jeraha kwa kitambaa chake, na akamwambia kwamba kama binti atakuwa na mashaka ama atakuwa na neno lolote, yeye anaweza kuwasiliana naye kwa sababu bado yupo katika haya maeneo. Usiku Ing alipoenda kuoga akakutana na Aim. Aim kwenye kumtazama binti akamuona katika mkono wake amefungwa kitambaa. Huyu binti anakijua kabisa hichi kitambaa ni cha Pin. Akawa ameingiwa na wivu mkubwa mno, kwa sababu yule mtu ndio mtu anayemuelewa yeye kuliko mtu aina yote. Baada ya wote kuwa wamelala katika hii shule, Aim akanyata mpaka katika kitanda cha Ing akiwa ameshikilia kisu, akakikata kile kitambaa kwenye jeraha la Ing na kuliacha wazi. Sasa akiwa hapo akasikia mlango umefunguka wenyewe. Binti akageuka kutazama, hakuona mtu yoyote. Sekunde chache akashikwa mkono, hakujua kabisa hata huo mkono umetoka wapi. Akiwa bado na hofu, akaanza kuona kama kuna mtu anatembea. Akaamua kutoka hapo kuanza kumfuata. Anamuuliza, wewe ni nani? Kuna kiumbe ni mzimu ulikuwa mbele, lakini binti hakuwa amejua kabisa. Kila akisogea yule kiumbe anasogea mbele. Mara taa ikiwa imezimika,
binti akaanza kuwasha hiyo taa. Kila akiwasha kiberiti kinazima. Akawasha. Mwisho mzimu uko umetokea nyuma yake. Alipowasha taa, mzimu uko umetoweka. Ukaonekana tena upande wa pili. Akaendelea kufuata. Akafika mpaka katika ngazi. Lakini alipofika hapo, hakuona mtu yoyote na akati aliona kabisa kuna mtu kasimama hapa. Alipogeuka kuondoka, ule mzimu uko umetokea nyuma yake. Ukamsukuma mpaka chini ya ngazi. Akiwa chini ya ngazi, anaona kwa makungu kama kuna mtu kasimama kwa mbali kwenye ngazi. Na sauti ya kumuonya ikimwambia kwamba siku nyingine ukifanya nitakuangamiza kabisa. Asubuhi iliyofuata mama akamuuliza Aim kilichotokea usiku, lakini Aim hakusema kitu chochote. Mama alivyoondoka tu, Aim pamoja na rafiki yake anaitwa Mapang wakamshutumu Ing kwa madai kwamba yeye ndiye aliyemsukuma Aim kwenye ngazi. Wakamlazimisha akili akubali kosa lake, lakini binti akawa amekataa kabisa kwamba yeye hajahusika kwa lolote. Aim akawa ametangaza vita kati ya yeye na huyu binti mgeni, akiamini kabisa Ing ndiye mtu ambaye amemsukuma yeye kwenye ngazi. Baadaye Ploy akamfuata Ing kwenda kumwomba msamaha kwa kile kilichotokea baada ya kuwa amemwagia uchafu chooni kule usiku uliopita. Akamweleza kwamba Ing yeye ndiye huwa anawatesa wasichana wote wanaofika hapa na hakuna mtu yoyote anayesubutu kumpinga, kwa sababu hata mama mwenyewe hamzuii kwa lolote. Ni kana kwamba kapewa kibali cha kufanya hili jambo, na binti kwa sasa ana genge kubwa sana kwenye hii shule, hauwezi kumwambia kitu. Jioni hiyo wengine wote walikuwa wanafanya kazi. Aim kwa siri akaenda kwa Pin. Baada ya salamu, binti akauliza kuhusiana na historia ya Ing, anahitaji kumjua. Pin akasema kwamba Ing ametoka katika kituo cha watoto yatima, akawa amekitaja jina, lakini kwa mujibu wa gazeti alilolibeba, kituo hicho kilifungwa baada ya tukio moja la kutisha kutokea kwa miaka hiyo. Sasa baada ya kutoka hapa, binti Aim akiwa peke yake ana makovu katika mwili wake. Hii inaonyesha wazi kwamba hata yeye wakati wa utoto alipitia manyanyaso makubwa sana. Hii yawezekana ikawa ndio sababu huyu binti ni mkorofi sana kwa wageni. Palivyokucha, Ing alikuwa akifanya usafi kama kawaida. Mara Aim akawa amefika hapa, yuko na kundi lake. Aim akachukua mkazi akakata nywele za huyu binti, kisha akawa amemdhalilisha mbele ya wenzake hapa. Usiku huo binti akiwa amekaa mbele ya kioo huku anachana nywele zake ndefu. Yeye amekwisha kuzikata nywele za mtu mwingine. Akiwa hapo anaendelea kuangalia nywele zake, mara anashangaa kuona kama kwenye kitana kuna nywele nyeupe. Kwenye kutazama kwenye kioo akaona kama kuna mzimu nyuma yake. Alipogeuka hakuona kitu cha aina yoyote, lakini muda mfupi tu mzimu uko umetokea nyuma yake, uko umeng'oa sehemu kubwa ya nywele zake kwa nguvu. Binti akapiga kelele kwa hofu. Wasichana wengine wakawa wamefika hapo mbio pamoja na kundi lake zima, lakini mzimu muda huo tayari umekwisha kutoweka. Ploy akauliza nini kilichotokea, kwa sababu huyu binti inavyoonekana kama naye ana uzoefu na hili tukio. Aim mara moja alivyotazama vizuri akagundua kwamba kwenye mabega yake amejawa na alama ya mikwaruzo ya makucha, kwa sababu Aim alihisi kabisa pengine Ploy anajua chochote kilichotokea hapa. Akamshika yeye pamoja na rafiki yake wakaenda kumlazimisha huyu binti aseme ukweli huko bafuni kama anajua chochote kuhusiana na huo mzimu. Ploy akaonyesha makucha ambayo na yeye yako kwenye mabega yake, akasema kwamba aliyapata tu baada ya kwenda kumwagia uchafu Ing, siku ambapo alilazimishwa kufanya hivyo na Aim. Ploy akamwambia kwamba mzimu huo ulimshambulia yeye pia, kwa hiyo yeye anajua kabisa inawezekana kwa asilimia kubwa huo mzimu unamshambulia mtu yoyote anayemgusa ama kumuumiza. Ing akaanza kuelezea kuhusiana na imani za kale za kaskazini huko zinazohusiana na roho ya mama mlezi. Kulingana na imani hiyo, kila mtoto huzaliwa akiwa na roho mlinzi. Kama ibada maalum haitafanyika, roho hiyo itaendelea kumfuata huyo mtoto maisha yake yote. Katika ibada hiyo lazima panatengenezwa mwanasesere maalum. Mganga anakata kichwa chake anakiweka mdomoni mwake, huku mwili wa mwanasesere akiweka juu ya mtoto mchanga. Roho inapokuja huchukua mwanasesere huyo na kutoweka. Baadaye kichwa cha mwanasesere hurudishwa kwa mama wa mtoto, na anaonywa kabisa kwamba anahitajika kuhifadhi vizuri mpaka mtoto atakapokuwa mkubwa, vinginevyo ile roho inaweza kurudi na kumfuata huyo mtoto. Ploy anaamini kabisa yawezekana Ing hakuwahi kufanyiwa ibada hiyo, ndiyo maana roho yake, yani mlezi wake, bado yuko karibu naye wakati wote. Ndiye kiumbe ambaye anaendelea kumlinda huyu binti kwa kila mtu ambaye anajaribu kumzuru. Hata hivyo, haya maneno yote na maelezo yote aliyotoa huyu binti, Aim hakuamini kabisa hizi simulizi. Siku iliyofuata, Aim akiwa anaendelea na mambo yake, akaona kuna kivuli kimesimama nyuma ya pazia. Aliamua kusogea hapo.
mara Mapang rafiki yake Aim akamfunika na kitambaa usoni. Ndani ya sekunde chache tu Aim na wenzake walimvamia na kumchakaza chakaza hapa huyu binti. Baadaye yote kutokea, wakamuonya wakamwambia kwamba asimwambie mtu aina yote ili tukio. Baada ya yote, usiku huo Aim akamfuata Ping akienda kumwomba kwamba aisee, nimechoshwa kuvumilia haya mateso, anahitaji kabisa binti kuondoka kwenye hichi kisiwa. Lakini Ping akamweleza kwamba hata yeye mwenyewe mpaka kufika hapa, yuko hapa mpaka leo, amekwama kwenye hichi kisiwa kwa sababu kuna dhoruba kali, njia haipitiki, hakuna kabisa njia yoyote ya kutoka kwenye hichi kisiwa. Akamwambia anatakiwa kurudi tu haraka, asionekane kabisa hili eneo, inaweza kuleta hatari nyingine. Aim kweli akaamua kurudi, lakini sasa wakati anarudi chumbani, Aim akawa amemuona anatoka nje. Asubuhi iliyofuata akaenda kumchoma kwa mama, akadai kwamba binti alitoka kwa Pini usiku uliopita. Bila kusikiliza maneno ya aina yote, huyu mama akamwadhibu Ing mbele ya wanafunzi wengine. Usiku huo mama akiwa bize kusoma gazeti, mara akasikia kama kuna sauti ya ajabu kutoka katika chumba cha wasichana. Akatoka hapo kwenda kutazama, akakuta wote wamelala. Ghafla taa ikazimika. Kwenye giza akaona kama kuna mtu kwa mbele. Kwa hofu akaanza kukimbia, lakini mzimu ukiendelea kumfuata. Akaona kama kuna nyayo za maji zinaendelea kutokeza sakafuni, zinamsogelea. Mara mzimu uko umetokea hapa, mama akapiga kelele. Wasichana wakatoka hapo mbio kuja kumuuliza huyu mama na kumsaidia nini kimetokea, lakini hakueleza kitu chochote kwa sababu bado alikuwa na wenge la kutosha. Baada ya yote, Poli akamwamsha Ing, akampeleka nje, anamtembeza tembeza. Kumbe huu muda Aim pamoja na wenzake wakatumia huu muda kuchunguza kitanda cha Ing. Wakashangaa kukuta mwanasesere mzima badala ya kichwa cha mwanasesere, kama jinsi ambavyo walivyoambiwa. Yani stori imegeuka. Wakamchukua huyo mwanasesere. Asubuhi iliyofuata Poli akaenda kuongea na Aim, akamweleza kwamba Ing tangu alfajiri inavyoonekana tu hajaonekana mahala popote. Ing akaingiwa na wasiwasi kabisa kwa sababu ni jukumu lake kuhudumia wasichana wote na kuwalinda. Wakaanza kumtafuta kila sehemu. Kwenye kumtafuta Aim pamoja na rafiki yake Mapang wakamkuta Ing amekaa msituni, yuko katulia. Wakamuuliza wanafanya nini huko? Ing anasema kwamba anahitaji kuwa peke yake, wamwache. Aim na Mapang hawakumsikiliza kabisa, wakamchukua wakamkokota na kumpeleka sehemu ambapo si watu wengi wanafika hili eneo. Sasa binti akiwa hapo ana hofu, hawaamini kabisa hao watu kwa sababu wameshaonekana kama maadui zake. Wanaendelea kumwongelesha bila kujua kwamba nyuma yake kulikuwa kuna kisima ambacho kimetelekezwa. Baada ya kufika hapo, Mapang akawa amemsukuma na akamwangusha kwenye hicho kisima. Binti akajaribu kuomba msaada ili wamtoe hili eneo. Mapang akamwambia kwamba muite mzimu wako akusaidie kukutoa hilo eneo. Wakawa wametoka hapo kurudi shuleni. Sasa wakiwa njiani, Mapang akamuuliza Aim kwamba vipi kama hizo stori za mzimu mlezi wa Ing kama ni kweli. Kabla Aim hajajibu, upepo uko umevuma hapo, na muda mchache tu mama yao kwa amefika hapo. Akauliza Ing yuko wapi? Aim akadanganya kwamba Ing amekimbia. Mama kwa ametoa tamko kwamba asakwe sehemu yoyote alipo, wamtafute wamrudishe hapa, bila kujua kabisa kwamba Aim na Mapang, watu ambao wanaaminika kabisa kama walinzi wa wengine, ndio wamehusika na haya mambo yote. Giza likaingia, watu wanaendelea kumsaka huyo binti. Walimtafuta kila eneo lakini hawakumuona. Kwa bahati mbaya walipita mpaka eneo ambalo Ing alikuwa ndani ya kisima, anaendelea kupiga kelele kuomba msaada. Ghafla akiwa katika kisima akaanza kusikia kuna sauti za ajabu zinamwambia kwamba niruhusu niwaue wote, niache nikusaidie. Binti akiwa bado ana hofu, mara akaanza kuona yule mama ake mlezi mzimu unatokea kwenye maji hapa. Binti akapiga kilele hilo kwa hofu. Wakati huo huo Ping na yeye yuko msituni anamtafuta Ing. Mara akamwona kama kuna msichana kwa mbali anatembea, akajaribu kumfuata. Yule msichana akawa ametoweka ghafla. Yeye akajikuta moja kwa moja mpaka sehemu ambapo ni kisima, ambapo Ing yuko hapo ndani, na akamsikia binti akiwa anaita ndani ya kisima, anamuomba msaada. Jamaa akawa amefanyikiwa kweli kumtoa humo ndani ya kisima akiwa salama. Asubuhi iliyofuata mama akaamuru watu wote wasiendelee tena kumtafuta Ing. Kama atapatikana watampatia adhabu hiyo ambayo itakuwa mfano kwa watu wengine wote. Sasa muda huu Mapang pamoja na rafiki yake wao wanafurahi tu. Mara kijana Pini akawa amewasili hapa, kamleta Ing. Mapang akamshutumu mara moja Ing kwamba alitoroka pamoja na Ping. Akaanza kuwauliza walienda wapi, lakini Ing akajibu kwa ujasiri, akasema kwamba Mapang ndiye mtu aliyemsukuma ndani ya kisima, na Ping mwenyewe akathibitisha kwamba amemuokoa kumtoa kwenye kisima. Kwa hasira Mapang akampiga kofi Ing na akamlaumu kwamba yeye amevunja sheria za hii shule, asijisafishe. Mama akaamuru watulie, akasema kwamba haamini mtu aina yote atachunguza ukweli wa hili tukio. Sasa akiwa hapo
Ploy akawa amemchukua Ing na kumpeleka ndani. Ing akamuuliza Ploy kwamba, je, unaunga mkono mambo ambayo Aim anayafanya hapa shuleni? Ploy akajibu kwamba kwa huzuni, mara nyingi watu dhaifu hulazimika kunyamaza ili waendelee kuishi. Mara simulizi zikarudi nyuma katika maisha ya utotoni mwa Ing. Siku moja alikuwa akicheza msituni peke yake, akakuta wanasesere wa ibada waliokatwa vichwa wametupwa chini hapa kwenye mti mmoja mkubwa. Yeye akajikuta akachukua kichwa cha mwanasesere wake bila kujua, akaunganisha kichwa hicho kwenye mwanasesere mwingine. Ghafla akaona kuna mwanamke wa ajabu amesimama karibu na mti. Kabla hajatoweka dakika chache tu, kuna mwanaume mwingine alikuwa amefika hapa akamteka Ing. Wao walikuwa na nia ya kumteka kabisa na kumtoa huyu binti hapa kwa nguvu, lakini kabla hawajafanikiwa jambo lao, nguvu za kutisha zikamkamata yule mwanamke. Sekunde chache tu akarudi hapa chini akiwa mfu. Roho hiyo hiyo ikamshambulia yule mwanaume na kumuua hapo hapo. Ing akabaki msituni hapo. Sasa wazazi wa Ing waliendelea kumtafuta mtoto wao, wakiwa wamefanikiwa kumkuta ndani ya msitu, na akakaa karibu na miili ya watu ambao walikuja hapa kwa ajili ya kumteka. Tangu siku hiyo roho mzimu wa mama mlezi aliendelea kumlinda. Sasa binti akiwa hapa anapiga stori na Ploy, kweli ule mzimu kwa unaonekana hapa unamwambia kwamba utamlinda Ing kwa kila hali, na unamgusa kabisa binti, na binti anajua kabisa kwamba mama mlezi yuko kando yake. Usiku uliofuata roho ya mama mlezi ikaanza kulipa kisasi, na ilianza na nani? Ilianza na Mapang, mtu ambaye alimsukuma ndani ya kisima. Binti alikuwa amelala tu hapa, mara akaanza kukosa pumzi, huku nguvu isiyoonekana ikamnyanyua juu angani. Wakati huo haya mambo yanaendelea, Ing akawa amefika hapa akashuhudia kabisa hili jambo. Mapang aliuawa mbele ya macho yake, wala hata kutoa msaada kwa mbaya huyu. Asubuhi iliyofuata binti Aim akiwa amelala akaamshwa na wenzake, wakamwambia kwamba rafiki yako amepatikana akiwa mfu karibu na kisima huko. Akaenda moja kwa moja mpaka kwenye hicho kisima, hakuamini alichokiona. Rafiki yake Mapang ameuawa, yuko vibaya mno kando na hichi kisima. Sasa akiwa hapo, mama yao akawa amefika hapo, akaangalia huu mwili lakini hakusema chochote. Badala yake akasema kwamba atafutwe Pin mara moja aje ashughulikie mazishi ya huyu mwili, kisha akawa ameondoka hapo. Baada ya muda Ploy akamfuata Aim akamwambia kwamba rafiki yako Mapang ameuawa na roho mlezi wa Ing. Wakati huo kweli Ing akawa amefika hapa. Binti Aim akawa ametoka hapo na kwenda kumshutumu kwamba yeye ndiye alimuua Mapang. Akamkamata akataka kumpiga kofi, lakini akakumbuka akasita. Ing mwenyewe anamwambia kwamba subutu yako. Binti alisita kumpiga kwa sababu aliamini kabisa kufanya hivyo pengine ile roho inaweza kumshambulia na yeye. Baadaye mama alimuita Pen akamweleza kwamba mara tu dhoruba itakapokoma amchukue Ing waondoke naye, watoke kabisa kwenye hichi kisiwa, hataki kumwona. Pia akafafanua kwamba nyuma ya shule kulikuwa kuna redio pamoja na mafuta, kama atapata nafasi akafanya chochote cha kufanya, akawasiliana na Bara afanye hivyo, kisha akamruhusu aondoke hapo. Baada ya Pen kutoka tu, mama akamuuliza Ing kuhusiana na maisha yake ya zamani, nini kilichotokea katika kituo cha watoto yatima ambapo binti alitokea huko, kwa sababu inavyosemekana kuna tukio baya lililotokea, ndo tukio lililofanya huyu binti kuletwa eneo hili kwa ajili ya malezi. Ing akieleza kwamba baada ya wazazi wake kufariki alipelekwa kwenye hicho kituo. Mwanzoni aliamini kabisa amepata familia mpya, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo. Alianza kunyanyaswa na wasichana ambao wao walikuwa wanaishi kwenye hicho kituo, na vitendo hivyo havikuwa vya siku moja, ilikuwa ni kila siku. Siku moja wote waliokuwa wakimtesa waliuawa kabisa. Ing akaendelea kusema kwamba alidhani pengine kuja kwenye hii shule ya maboresho na marekebisho ya akili kungekuwa mwanzo wake mpya, lakini amekuta hali ile ile. Watu wenye nguvu waliendelea kutesa watu walio dhaifu. Huenda dunia ingekuwa bora zaidi kama watu waovu na watesi wasingekuwepo kabisa, wafe tu. Maneno haya yalimkasirisha huyu mama, akamwamuru kwamba Ing, funga vilivyo vyako, ondoka kabisa hapa mara moja, toka kwenye shule. Wakati huo Aim na wenzake walikuwa wakisoma gazeti kuhusiana na tukio la kutisha lililompata Ing katika kituo ambako yeye ametoka. Inasemekana kwamba wasichana zaidi ya 30 waliuawa na Ing ndio mtu pekee aliyetoka hapo kanusurika. Sasa kwenye kuchunguza wakaona ile picha Ing naonesha kwenye gazeti hapa, kuna mkono wa mzimu ukiwa hapo umemshikilia kiunoni. Hapa ndipo wakaanza kuamini kabisa roho mama mlezi ipo pamoja na Ing, inaendelea kumlinda. Pin akachukua vitu vyake akawa amehitaji kuondoka hapa. Aim anajitahidi kumzuia kwa sababu alikuwa anamwamini sana na alikuwa anamuelewa sana huyo kijana, ndio maana alikuwa na wivu juu yake. Akamwambia kwamba asiondoke hapa, lakini kijana akamwambia kwamba ninahitaji kuondoka hapa kwa sababu nimekuwa kipofu kwa kuto kuona uovu wako, wewe ni mtu mbaya sana. Na kijana akasema kwamba akifanyikiwa kuondoka hapa hata kaa arudi tena. Baada ya hii kauli, binti akarudi ndani akaanza kutafuta wenzake baada ya kuona kama
pamekuwa ghafla mno. Ghafla akasikia kuna sauti ya ajabu inagonga gonga, kisha mlango uko umefunguka wenyewe. Akamwona mmoja wa rafiki zake amesimama mlangoni. Dakika chache tu msichana huyo akanyanyuka juu, kisha nguvu isiyoonekana ikamng'oa kichwa chake ikakitupa mbele yake. Binti akakimbilia chumbani, akipogeuka akakuta miili ya wasichana wote imetapakaa kila kona. Hapa watu wamekufa. Mara moja akawa ametambua kwamba hayo mauaji yamefanywa na roho mlezi, mama wake Ing. Mara mmoja wa mwili ukaburutwa na kupelekwa gizani. Alipotoka nje akajikuta ndani ya msitu ulio karibu na mnara wa taa. Akakimbia katika chumba cha Ping kwenda kumwangalia. Kabla hajamfikia, roho ya mama mlezi ikamuua Ping mbele ya macho yake. Ghafla Aim akawa ameamka na kugundua kwamba yote haya mambo yalikuwa ni ndoto tu. Akawasimulia watu wote kwamba niliwaona mmekufa. Wakati huo huo mama akaingia kimya kimya ndani kabisa kule katika chumba cha binti Ing akiwa ameshikilia kisu. Akaamua kabisa kumuoa binti, na alivyokuwa mkavu huyu mama akatoka hapa kurudi ofisini kwake kama hakuna chochote kilichotokea. Lakini alipofika akamkuta Ing akiwa amesimama ndani ya chumba chake. Kwa hofu huyu mama akataka kumshambulia tena huyo binti. Binti akawa amekishika kile kisu, sasa kikawa kimemuumiza mkono. Binti akamwambia kwamba mama yangu mlezi alisema kwamba mtu yoyote atakayeniumiza atamchukua. Ghafla sauti za ajabu zikasikika hapa. Roho ya mama mlezi ikatokea nyuma ya Ing. Ndani ya sekunde chache tu mama akaanza kujichoma mwenyewe kwa kile kisu usoni kwake mpaka akawa amefariki hapa. Baada ya muda tu Aim na wasichana wengine wakawa wameingia kwenye ofisi, wakamkuta mama yao amefariki dunia, ameketi kwenye kiti. Upande wa mnarani sasa Pin anajaribu kutafuta mawasiliano. Ghafla Ing akawa ameingia ndani hapo amejawa damu, akamwambia kwamba wameniumiza tena. Pin akamwambia kwamba akae kwanza atulie ili amsafishe damu, lakini alipoangalia kwenye kioo akaona taswira ya roho mama mlezi ikiwa imekaa pembeni mwa Ing. Wakati huo shuleni sasa Aim akatoa mwanasesere wa Ing akawaambia wenzake kwamba njia pekee ya kuzuia kila kitu kinachotokea hapa ni kuliharibu hili dumwasha. Akajaribu kuvunja, lakini mwanasesere havunjiki. Akachukua tofali akapiga, tofali ndo linapasuka. Mwanasesere yuko fiti. Wakamchoma moto mwanasesere, lakini mwanasesere haungui. Mara mlango ukapasuka kwa nguvu, wote wakageuka na hofu, wakamwona Pin kaingia ndani hapo. Aim akauliza Ing yuko wapi? Ghafla Ing mwenyewe akajitokeza hapo, anawatazama wote kwa hasira. Nilipokuwa nateswa na Aim hakuna hata mmoja wenu aliyenitetea. Nyote nyinyi mnastahili kufa tu. He, kusikia hivi Pin akajaribu kumtuliza, akamuuliza kwamba unapata faida gani ukishafanya hivyo? Bado unayo nafasi ya kuanza maisha mapya. Kwa muda mfupi binti ikaonekana kabisa kama katulia. Hii kama meseji imemwingia. Mmoja wa wasichana marafiki wa Aim akampiga huyo binti kwa chupa kichwani. Wote wakainua macho juu, wakamwona roho mama mlezi amening'inia juu. Sekunde chache tu aliyerusha chupa, kichwa kando, mwili kando, akafa hapo. Watu wakawa wameshika njia na kukimbia tu huku na kule. Pini pamoja na Aim wakakimbia moja kwa moja mpaka katika mnara wa taa. Pini akamwambia Aim kwamba ajifiche huko, yeye anaenda kuhangaikia umeme. Aim akaingia huko akamkuta Ploy amelala chini kapoteza fahamu. Alipomwamsha Ing akaingia hapo kwenye hicho chumba akawakuta Aim pamoja na Ploy. Akataka anze na Aim, huyu ndo mbaya wake. Ploy akamsogelea akamwomba msamaha kwa kila kitu alichomfanyia, lakini Aim akiendelea kumsogelea Aim, huyu ndo anayemtaka. Kamshikia na kisu. Aim akafanyikiwa kumkamata na kumbana kwenye kitanda. Ploy baada ya kuona hivi, yeye akaamua kujiongeza. Mambo ya ugomvi hayawezi kabisa, akaamua kuondoka huyo. Mama mlezi akawa ametokea hapo ghafla kwa nguvu za ajabu, akawa amemrusha Aim kando. Akiwa anahangaika kunyanyuka, Pin akawa amewasili hapo kuja kumsaidia huyo binti. Akamsii Ing aache kila kitu, lakini Ing akamdunga na kisu tumboni Pin kwa sababu aliona kama ni wale wale. Akamwacha chini hapo akiwa amejeruhiwa vibaya mno. Ing akamgeukia Aim na kumwambia kwamba hakuna atakayetoka hapa. Mapambano makali yakaanza kati yao, mwisho wote wakiwa wameangukia baharini. Asubuhi iliyofuata Aim aliamka akiwa ufukweni, akajaribu kuondoka. Ing akampiga jiwe akamwangusha. Purukushani zikaendelea kama kawaida. Aim akachukua chupa akataka kabisa kumuua Ing. Dakika za mwishoni Ing akamwambia kwamba amuue tu kwa sababu hana sehemu yoyote ya kwenda akiwa hai. Binti nikana kwamba kabisa haya maisha amekwisha kuyachoka kwa sababu kila mahali alipokuwa anaenda anakutana na manyanyaso. Mara wakasikia kuna honi ya meli inalia. Aim akaacha kabisa kupigana, akasema kwamba mimi sitakuua, mimi nitaenda kuanza maisha mapya
mapya, lakini wewe utaenda kuozea gerezani. Ing akiwa amekata kabisa tamaa, akachukua ile chupa iliyokuwa imevunjika, akaamua kujiondoa uhai. Aim alijaribu kumdhibiti lakini alichelewa. Muda huo huo upepo ukavuma hapa, roho ya mama mlezi ikiwa imetokea nyuma ya binti. Aim akajua kabisa kuisha mimi. Badala yake ile roho ikiwa imemkumbatia Ing na kinyago alichokuwa amekivaa huyu roho kikuwa kimevunjika hapa. Akaonekana kwa sura yake ya kizee akisema kwamba katika masikio ya Ing, rudi kwangu mwanangu, sitaruhusu uumie tena. Mbele ya macho ya Aim ardhi ilipunguka, roho ikamvuta Ing ndani ya ardhi, wote wakatoweka kabisa. Binti Ain akiwa amechoka akakaa karibu na mwili wa Pin akisubiri polisi wafike hapo. Kweli polisi wakawa wamewasili hapa, wakachukua mwili wa Pin, lakini sasa wakaanza kushuku pengine Aim ndiye amesababisha mauaji yote kwenye hichi kisiwa. Aim akajaribu kujielezea yeye sio muuaji, kwamba Ing pamoja na roho ya mama mlezi ndiye aliyofanya mambo yote. Akaelezea stori yote aliyojua yeye, lakini hakuna hata mmoja aliyeamini hizi simulizi. Muda mfupi baadaye askari mmoja akawa amewasili hapa akiwa na wasichana waliokuwa wamebaki. Sasa kwa bahati mbaya, wasichana waliokuwa wamebaki hapa sio wasichana ambao walikuwa nakubali kabisa mipango ya Aim. Polisi wakawa wameuliza hao wasichana kwamba kuna yoyote anayejua msichana anaitwa Ing. Wasichana wote wakajibu kwamba hawajawahi kuwa na msichana anaitwa jina hilo katika hichi kisiwa. Aim akawa ameshangaa. Roy akamshutumu Aim kwamba yeye ndiye aliyesababisha vifo vyote vilivyotokea kwenye hichi kisiwa. Aim akawa amekasirika sana na akawa amemshambulia. Sasa kitendo hichi kikaonyesha wazi kwamba huyu ndiye muhusika wa haya mauaji yote. Polisi wakawa wamemkamata na kumwondoa hapo. Sasa baada ya watu wote kuondoka, Roy akaona mwanasesere wa Ing, akauvunja kwa mguu wake na akawa ameuzika hapa chini ya ardhi. Na filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment, toa maoni yako. Vitu vya watu jamani, watu wana ulinzi wao, usifanye mbabe.